Gumri, Ambassador of Morocco, accompanied by Politico, Consular Sarah Mahfoud, His Excellency Andrei Avicitian, Ambassador of the Russian Federation, His Excellency Colonel Freddy Musigwa, High Commissioner of the Republic of Uganda, His Excellency Isaac Njega, High Commissioner of Kenya, Asanteni. Hii ndio siasa ya Tanzania ya undugu kati ya sisi na Kenya. His Excellency Gustavo Matias Nogueira, Ambassador of Brazil, His Excellency Yahya Okesh, Ambassador, Kingdom of Saudi Arabia, His Excellency Leontine Nzeyimana, Ambassador of Republic of Burundi, Her Excellency Helen Bawange, Ambassador of Zimbabwe, and she is accompanied by Consular Mr. Chris Masocha. His Excellency Annie Ijun, Ambassador, the Republic of Korea, His Excellency Fikadu Bayene Ayana, Ambassador of Ethiopia, na mbili watoto wa siku hizi wanapata hedhi mapema, basi aolewe. Juzi mliona kwenye magazeti baba mmoja amemchukua mtoto wa miaka 9 akamuharibu mtoto, akablidi mpaka akafariki. Ndicho mnachokitaka? Na hao wanaosema eti sheria zinasema mtoto akipata hedhi aolewe, watoto wao wako mashuleni wanasoma, hakuna aliyempeleka mtoto wake akaolewe. Mheshimiwa Waziri, watuletee ushuhuda hapa. Watoto wao wameolewa na miaka 12 au 13. Tunaomba sheria ya ndoa irudi. Mheshimiwa Esther Matiko aliliongea sana hili jambo, lakini bado tunaangalia tu. Wewe mtoto wako wa kike miaka 10 unampeleka kwa mwanamume kweli? Hivi kwa nini tunashindwa kufanya maamuzi? Na yale maoni mliokusanya Mheshimiwa Gwajima yamefikia wapi? Na Mheshimiwa Ndumbaro yamefikia wapi? Kwa nini bado tunashindwa kufanya maamuzi kama nchi? Hao wachache waliokuja sijui wanasema hapana sheria, kuna tamaduni lazima tuziondoe. Watoto wanahitaji kusoma. Kwa hiyo hilo mlisimamie. Tunataka majibu. Mtoto kuona hedhi sio kwamba ndio yuko tayari. Ni kama mahindi, mnaona zile yale mahindi yanapotoa zile nyuzi pale juu, ndio mwindi umekomaa. Si bado unaona kwamba lazima ukae ukomae ndio ule. Huwezi ukauvunja ule ukala mahindi yale yanatoa maziwa tu. Tujipange kwenye hilo na kuomba Mheshimiwa Gwajima, simama kwenye nafasi yako. Jambo jingine ambalo napenda kulizungumza ni kuhusu swala zima la ukatili na maadili. Mheshimiwa Mwenyekiti, yani ni ukweli usiofichika, ukatili ndio umezidi, ubakaji upo, wamesema wenzangu, kulawiti watoto unaendelea, na sisi tulisema
leteni hapa mswada, tubadilishe sheria. Mtu analawiti mtoto wako ni kwa sababu wakati mwingine hayatugusi. Mtoto analawitiwa, halafu mnasema huyu mtu anapelekwa kule. Tulisema leteni tubadilishe sheria, tuweke sheria kali kama wenzetu. Wanaume hao wanaobaka wahasiwe. Na mimi niliwaomba wakipelekwa kule. Jana tumewasifia sana polisi hapa. Wakipelekwa huko kabla hawajafika mahakamani washughulikieni. Kuna dawa, muwape muwahasi wale wakae hivyo hivyo, watatumia ile eneo lao kwa ajili ya kutoa haja ndogo tu. Muwahasi, niwaombe waheshimiwa wabunge, tunaliona hili swala kama ni la mchezo. Lakini haya mambo yanaendelea. Hebu tulete sheria sasa. Tulete sheria. Haya mambo ya kubakana, ya kulawitiwa, tulete sheria kali. Tukifanya hivyo mara moja watu watashika adabu. Lakini tuje kwenye haya mambo ya maadili kawaida. Mavazi sasa hivi ni hovyo. Niwapongeze sana wasanii ambao mpaka sasa wao mavazi yao ni ya heshima, akiwemo Darasa, akiwemo Lady JD, akiwemo Ben Paul, wanavaa mavazi mazuri. Lakini nyimbo mbaya na mavazi mabaya kwa wengine wote, chukueni hatua. Sasa hivi ni aibu. Kuna wanawake wanacheza vigodoro, Dar es Salaam ndio inaongoza. Hivi kweli wanacheza nguo zile, nasikia zile nguo wanazilowesha maji, halafu wanavaa ili sehemu zao zile zitingishike. Jamani, tunaona hayo kwenye maklipu. Serikali mko wapi? Kamata hao wanawake. Watu wanavaa nguo za ovyo. Na hii singeli imekuja vizuri, wameibadilisha, wanacheza ovyo. Mheshimiwa Bashungwa, saidianeni na Mama Gwajima. Kamata wale wanawake wote wanaocheza, wanatuaibisha kabisa. Lakini kuna watu wanacheza unaona kabisa hii ni sawa. Alikiba anavaa vizuri. Tunataka wanamuziki wanaovaa vizuri. Tunataka wasanii wanaovaa vizuri. Kuwa msanii, kuwa maarufu, sio kuvaa nguo za ajabu, sio kuimba nyimbo za matusi. Sasa haya mambo tukiwa serious right from the beginning, watu watajua Tanzania sasa iko sawa. Kuna jambo jingine, maadili hayo mmesema hapa. Tunawafundisha nini watoto hasa kwenye, kama kuna dhehebu la dini linafundisha vitu vya ajabu, fungia. Wakati ule Sajini amempeleka yule mchungaji, hakimu akamwachia. Mtu anawafundisha watoto wetu eti mimi ni Mungu, ndani yangu kuna Mungu, mnamwachia. Bashingwa mnamwachia? Hapana. Fanyeni sasa hivi, naomba mreview madhehebu yote ya dini ya hovyo yanayosema uongo, tuyafungie. Juzi mnaona yule wa madhehebu mmoja ametoka Kongo. Maana alivyotutukana. Yule wa Kongo anasema ametuibia hela, ametudanganya. Alikuwa anaitwa nani yule? Nani? Huyo. Kiboko ya wachawi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kiboko ya wachawi anatamba alivyotufanyia Tanzania. Ndio hayo yanayoendelea kwa Mama Zumaridi. Hivi vitu kwa nini tunaviangalia? Yaani ni aibu kweli. Halafu mchungaji mzima unahubiri mbele, katakata viuno. Taarifa. Halafu mnasema huyo ni mchungaji. Taarifa Mheshimiwa Hussein. Naomba nimuongezee mchangiaji kwamba kwa kweli kuna umuhimu sana wa kuangalia maadili yetu. Leo kuna vijana wanasuka kama wanawake. Kwa nini isichukuliwe hatua ya kuwanyoa nywele tunapokutana nao barabarani? Naipokea hiyo taarifa. Na ndio maana nimempongeza mwanamuziki mmoja. Wewe hujamwona yule mwanamuziki ametoboa masikio na vava hereni? Alikiba anaishi katika maadili. Lakini wengine unavaa suruali, unaimba muziki, umeishusha chini, ile chupi linaonekana. Nani anataka kuona chupi yako? Kwani nani asiyevaa? Kwa hiyo tuangalie hivyo vitu jamani. Hebu tusimame kwenye maadili. Tuwe kama Wakorea jamani, tusimame kwenye maadili. Wanapaka yani ni vitu vya ajabu kabisa.
simameni kwenye, na mimi hapo niwaombe sana. Mama Gwajima, saidianene na Bashungwa. Mheshimiwa Bashungwa, ndio hiyo maeneo yako, kamata tutengeneze. Mwisho niombe sana Mheshimiwa Gwajima, kama unavyofanya, kunao wanafunzi wetu wenye ulemavu, hasa ulemavu wa ngozi na ulemavu wa miguu. Niombe vile vifaa, tukisema wa vifaa